voice of the Father here on earth. Yes, ni siku nyingine tena, siku yenye baraka, siku yenye nguvu, siku iliyojawa neema na utukufu wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Karibu katika makao ya baraka, Sayuni, chaguo la Bwana, mahali pa uwepo wake na pumziko la roho, nafsi na mwili wako. Hapa ndipo tunafunua utukufu wa wokovu wetu, maisha yenye ujazo endelevu ya Elohim yaliyodhihirishwa ndani yetu katika Kristo Yesu. Jiunge nasi katika safari ya roho wa neema, maarifa, ufunuo, ufahamu, nguvu na mamlaka, ambapo Roho wa Mungu hutuongoza kukutana na Kristo ili kufunuliwa na kuishi maisha ya ufalme wake hapa duniani. Tawala Mwana wa Mungu. Yes, kipindi ni utukufu wa wokovu wetu. Redio yako pendwa ni Sonship Spirit Digital Radio, sauti ya Mungu Baba duniani kote, huku tukiendelea kutazama shuhuda za wana wa Mungu juu ya namna walivyopokea wokovu wao, moja kwa moja kupitia somo linalokujia kila siku ya Jumatatu saa 6 kamili mchana Instagram, katika madhabahu ya Peter Moody International Ministry, somo linalofundishwa na mtumishi wa Mungu, mtume wa Kristo Wilbert Robert Maridadi. Siku ya leo tumekuandalia nini? Kaa pamoja na nahodha wako Julius Elimwita nikikuongoza. Shalom shalom. Kupitia ushuhuda ambao mtume wa Kristo alishare wa mwana wa Mungu, alianza na kuzungumza kusema, zamani nilijua kwamba wokovu ni dini mpya. Kwa sababu hiyo nilikuwa nakataa kuzaliwa mara ya pili, kwa kuwa nilikuwa naona haya na kuwa na hofu ya kupoteza dini yangu. Hatari! Lakini leo hii, enzi msikilizaji wangu, kama nawe ulikuwa katika utumwa huu, kipindi hichi cha utukufu wa wokovu wetu pamoja na mtume wa Kristo Wilbert Robert Maridadi, tunataka kukuambia jambo moja muhimu sana, na kwamba usiogope. Kuna wengi waliowahi kufikiri hivi. Mtume wa Kristo ameendelea kufafanua vizuri kwa nini usiogope, akianza kufunua kuwa tangu mwanzo Mungu alitaka wanadamu wote tuishi ndani ya ufalme wake na si ndani ya dini zetu. Kwa hiyo fahamu jambo hili, kuwa wokovu si dini wala dini mpya. Wokovu ni kupokea maisha ya ujazo wa Mungu ndani yetu ili tuyaishi maisha ya Mungu hapa duniani. Dini ni matokeo ya dhambi ya pale bustanini mashariki mwa Edeni, ambapo mwanadamu aliamua kutengeneza njia yake ya kumtafuta Mungu, kama ambavyo Nimrod katika Mwanzo 11, mzee wa mnara wa Babeli, walipojenga mnara wakizani kwamba kwa juhudi zao wanaweza kumwendea Mungu. Hivyo wokovu si juhudi za mwanadamu kumtafuta Mungu, bali ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu aliyejipoteza tangu mwanzo. Asante Mungu Baba kwa upendo huu. Hebu jiulize swali hili. Hivi kati ya Mungu na Adamu wa kwanza baada ya anguko pale mashariki mwa Edeni bustanini, nani alimtafuta mwenzake kwanza? Mpenzi msikilizaji wangu, fungua Biblia yako na usome Mwanzo sura ya 3. Na kama jibu ni Mungu alimtafuta mwanadamu kwanza kwa kumuuliza upo wapi, basi fahamu kuwa Mungu ndiye anayemtafuta mwanadamu kuliko ambavyo mwanadamu anamtafuta Mungu. Hii inaonyesha jambo kubwa sana. Mungu ndiye anayemtafuta mwanadamu, na mara nyingi Mungu anakutafuta zaidi kuliko unavyomtafuta wewe. Ni upendo wa ajabu sana. Hivyo pendwa msikilizaji wangu wa redio yako pendwa ya Sonship Spirit Digital Radio, na msikilizaji wa kipindi hiki cha utukufu wa wokovu wetu, usifikiri kwamba wokovu ni kubadilisha dini, bali wokovu ni kupokea maisha ya Mungu yenye ujazo endelevu. Ni kurudi katika uhusiano na Baba, ni kurudi ndani ya ufalme wa Mungu wao. Na hata leo Mungu bado anaita, uko wapi? Kwa sababu anakutafuta kwa upendo. Ni upendo wa namna gani fu? Ni upendo wa namna gani fu? Ni upendo wa namna gani fu? Mpenzi msikilizaji wangu, kama ulikuwa katika utumwa huo na siku ya leo umeisikia sauti ya Mungu Baba ya upendo na unataka kuitikia,
basi unaweza kusema pamoja nami sala hii ya wokovu. Unaweza ukarudia badala yangu. Seme: Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaamini moyoni mwangu na kukiri kwa kinywa changu kuwa Yesu ni mwana wa Mungu na ndiye Kristo, kuwa aliuvaa mwili akateswa mpaka kufa kwa ajili ya dhambi na makosa yangu na ulimwengu, akazikwa kama maandiko ya shuhudiavyo, na siku ya tatu akafufuka kama maandiko yasemavyo, na akawatokea mitume, na mimi leo nimempokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu yote. Asante kwa kunizaa mara ya pili. Mimi ni kiumbe kipya cha Mungu katika Kristo Yesu. Mimi ni mwana wa Mungu katika Kristo Yesu. Mimi ni ukuhani wa kifalme katika Kristo Yesu. Mimi ni urithi wa Mungu katika Kristo Yesu. Amen. Wow. Sasa umekuwa mwana wa Mungu. Karibu katika familia ya Mungu hapa duniani. Wow. That's it. Okay. Haleluya. Ikiwa umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako siku ya leo, na unatamani kuendelea kujifunza habari njema za ufalme wa Mungu, basi wasiliana nasi kwa nambari 0748 663330, 0748 663330, au 0763914650, 0763914650. Bila kusahau kabisa, tumekuandalia zawadi ya kitabu cha habari njema imekufikia, kilichoandikwa na mwinjilisti wa Kristo na Daktari George Isaiah Macha. Yesu, wasiliana nasi ili uweze kupata zawadi hii kutoka kwetu. Bila kusahau kabisa, utukufu wa wokovu wetu, tukiungana na Join This Chariot, tunakwambia kwamba penzi msikilizaji wetu, 10,000 yako tu inatosha kufikisha injili ya ufalme wa Mungu ione, kupitia jarida la Sonship lenye ujumbe wa namna ambavyo upendo wa Mungu Baba umebadilisha maisha ya wana wa Mungu, lakini pia jarida la Sonship lenye ujumbe wa You Can Be a Champion at Your Own Generation, wenye maono kusheherekewa. 10,000 yako tu inatosha kupeleka injili ya ufalme vioni. Shalom, shalom wana wa Mungu, nikutakie wiki njema, wiki yenye baraka, wiki yenye mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni furaha mahali ulipo, tawala katika jina la Yesu. Amen. Ulikuwa pamoja nami mwongozaji wako tangu mwanzo wa kipindi hiki cha utukufu wa wokovu wetu, Julius Elimita. Hadi wakati mwingine tena, shalom, shalom.